Basi umri wake Sara ulikuwa miaka 127, ndio umri wake Sara. Sara kafa katika Kiriath Arba, ndio Hebroni, katika nchi ya Kanaani. Ibrahimu akaja kumlilia Sara na kumwombolezea. Akaondoka Ibrahimu kutoka mbele ya maiti wake, akasema na wazawa wa Heti akinena, mimi ni mgeni ninatembea kwenu, nipeni mahali pa kuzikia kwenu, pawe pangu, nimzike maiti wangu, atoke mbele yangu. Wazawa wa Heti wakamjibu Ibrahimu, wakamwambia, utusikie, Bwana, ndiwe mtu mkuu sana kwetu. Uzike maiti wako katika kaburi lile utakalochagua. Katika makaburi yetu hapana mtu kwetu atakaye kuzuilia kaburi lake, usizike maiti wako. Ibrahimu akaondoka, akainama mbele ya watu wa nchi, mbele ya hao wazawa wa Heti. Naye akazungumza nao akisema, ikiwa nia yenu nimzike maiti wangu atoke mbele yangu, mnisikie, mkaniombee kwa Efroni bin Sohari, ili kwamba anipe pango ya Makpela iliyo katika mpaka wa shamba lake, na anipe kwa kima kilicho kamili katikati yenu, iwe milki yangu ya kuzikia. Basi Efroni alikuwa akiketi kati ya wazao wa Heti. Efroni Mhiti akamjibu Ibrahimu, na wazao wa Heti wanasikiliza, hata watu wote waingiao mlango wa mji wake, akisema, sivyo bwana wangu, unisikilize, lile shamba nakupa, na pango iliyomo nakupa, mbele ya wana wa watu wangu nakupa, uzike maiti wako. Ibrahimu akainama mbele ya watu wa nchi, akamwambia Efroni, na watu wa nchi wanasikiliza, akisema, tafadhali unisikilize, nitatoa kima cha shamba, nawe ukipokee kwangu, nami nitamzika humo maiti wangu. Efroni akamjibu Ibrahimu akamwambia, bwana wangu, unisikilize, sehemu ya nchi ambayo thamani yake ni shekeli za fedha 400 nini hii baina yako na yangu? Basi uzike maiti wako. Ibrahimu akakubali maneno ya Efroni. Ibrahimu akampimia Efroni ile fedha aliyotaja masikioni mwa wazao wa Heti, shekeli za fedha 400 za namna inayotumika na wenye biashara. Basi shamba la Efroni lililokuwa katika Makpela kuelekea Mamre, shamba na pango iliyokuwamo na miti yote iliyokuwamo shambani, iliyokuwa katika mipaka yake pande zote, vyote viliakinishwa kuwa mali yake Ibrahimu mbele ya wazao wa Heti, mbele ya watu wote waingiao katika mlango wa mji wake. Basi baada ya hayo Ibrahimu akamzika Sara mkewe katika pango ya shamba la Makpela kuelekea Mamre, ndio Hebroni, katika nchi ya Kanaani. Na lile shamba na pango iliyomo iliakinishwa kuwa mali yake Ibrahimu na wazawa wa Heti, kuwa mahali pa kuzikia.